Mjione jamani maonyesho yako live leo. Muasisi na baba wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema kuwa taifa lisilo na utamaduni wake ni taifa mfu. Wahenga pia wakajazia, mkataa kwao ni mtumwa. Katika harakati za kukifanya kizazi cha leo kutosahau tamaduni zao, leo tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2025, Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM kupitia ndaki ya Insia na Sayansi za Jamii, idara ya historia na arkeolojia, kimefanya maonyesho ya tamaduni za jamii ya Wagogo, Wahaya, Wasukuma, Wamasai, Wahehe na Wapemba. Kupitia maonesho haya tumeona jinsi elimu inavyoweza kutafsiriwa kwa vitendo. Tumeshuhudia ubunifu, tunu za utamaduni na vipaji vya wanafunzi vikionyeshwa kwa ufasaha. Hii inadhihirisha kuwa vijana wetu wakielekezwa vizuri wanaweza kuwa chachu ya maendeleo ya taifa letu. Na kweli wakati tunapita kwenye maonesho kule, lakini mlipokuwa mnapita hapa mbele mpaka nilikuwa namwambia mkuu wa idara kwamba hawa Masai mmeenda kwa kodi mtaani au ni wanafunzi, lakini alihakikisha kwamba wote ni wanafunzi. Hongereni sana, mmeonyesha uhalisia hali wa makabila ambao tumeyafanyia maonyesho. Chuo Kikuu cha Dodoma kama nilivyosikia kupitia idara hii imeunga mkono juhudi za serikali chini ya Mheshimiwa Rais kwa kuonesha uongozi makini katika kukuza fani za urithi wa utamaduni na urithi wa historia. Maonesho haya tumejionea namna chuo hiki kinavyochangia si tu kwenye tafiti bali pia kwenye utekelezaji wa sera mbalimbali ikiwemo sera ya utamaduni, tuna sera ya utalii, tuna sera ya malikale na miongozo mbalimbali. Chuo hiki kinatekeleza hilo kwa vitendo na ni mfano wa kuigwa na taasisi nyingine. Ndaki ya Insia na Sayansi za Jamii inawahakikishia kuwa tutaendelea kusimama imara katika kukuza taaluma hizi, kuunga mkono ubunifu na kuwapa wanafunzi wetu majukwaa ya kuonesha kwa vitendo yale waliojifunza kama tulivyofanya leo hii. Kwa utamaduni huu ambao tumeuona ni dalili tosha kwamba vijana wetu nafikiri wataendeleza, hawataona kitu kigeni katika kudani. Vile vile tunasema kwamba tujali utamaduni wetu kuliko utamaduni wa kigeni. Hii ni kwa juhudi ya chuo chetu kikuu cha Dodoma kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6, lakini pia kuunga mkono sera ya utamaduni ya mwaka 1997 ambapo hii sera inasisitiza kuweko kwa mitaala inayosisitiza elimu ya utamaduni kuanzia shule za awali mpaka vyuo vikuu. Haya maonesho sio ya kwanza kwetu kufanyika. Tumeshafanya maonesho yaliyopita mengi, lakini tulikuwa tumebezi kwenye kabila moja la Wagogo. Kwa hiyo leo kuonyesha makabila 6, sisi kwetu ni hatua nyingine, tunaenda hatua nyingine kubwa zaidi. Kwa hiyo sio kwamba haya 6 ndio mwisho. Tukija tutakuja na 10 au 12. Kwa hiyo mwisho wa siku tutaendelea na tutayafikia makabila yote ya Tanzania. Mimi kama mwanafunzi wa utalii na utamaduni nimeweza kujifunza mambo yanayohusu utamaduni, lakini pia namna ya kuandaa matukio ya utamaduni. Kitu kingine nilichojifunza ni kwamba sisi kama vijana tunatakiwa kuutunza utamaduni wetu ili tuendelee kuurithisha kwa vizazi vingine vinavyokuja. Lakini pia naishauri jamii ya Watanzania hasa vijana ambao ndio watu wakubwa ambao wanaathirika na utamaduni wa kigeni unaoingia nchini kwetu, wazidi kuenzi utamaduni wa Kitanzania kwa sababu tumerithishwa na sisi tuzidi kuwarithisha wengine. Mimi kama mwanafunzi, maonyesho haya tunajifunza sana kwamba urithi wa utamaduni tuitunze na tuendelee kuilinda, kwani ina faida sana katika wanafunzi na swala la ujifunzaji kwa ujumla. Utamaduni ni kiini cha uhuru wa watu. Watu wakikosa uhuru wa kuishi kwa mila na desturi zao, basi hawana uhuru. Si maneno yangu, ni maneno ya baba wa taifa. Langu jina ni Robert Mauya, mpaka wakati mwingine. Bye bye.